Majina naitwa Imani Mwaisango, ni meneja ya benki ya CRDB kwa tawi letu la Ludewa. Leo ilikuwa ni siku kubwa ambapo tulikuwa na uzinduzi wa ugawaji wa hundi zenye milioni 400 katika vikundi vinne ambavyo tumetoa mikopo kupitia dirisha kutoka Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Lakini kabla ya kutoa hiyo mikopo kama meneja, baada ya kupata hizo taarifa, cha kwanza nilihakikisha hivyo vikundi ninavitembelea ili nijiridhishe, je, ni vikundi halali? Kwa nilianzia kata ya Rupingu, nikaenda Rifuma, nikaenda Makonde na hatimaye nikamalizia Rumbila. Baada ya kujiridhisha, nikaja nikafanya assessment na hatimaye nikaweza kuendelea na hiyo mikopo. Jumla walikuwa wameomba milioni 520, lakini baada ya kufanya assessment tukaona angalau tuanze na milioni 400, kwa sababu katika mikopo hatuangalii tu wingi wa watu. Tunachokiangalia cha kwanza ni uzoefu katika biashara wanaenda kuifanya. Baada ya kufanya hivyo, tukaona ni mara ya kwanza ni vema tukaanzia chini kidogo, ili watakapopata uzoefu tutaenda nao zaidi ya hapo. Lakini lengo kubwa la mikopo ni kuhakikisha tunainua uchumi wa vijana, especially ambao wanaishi maeneo ambayo yalikuwa yamekosa fursa katika taasisi za kifedha. Kwa mfano, mikopo ambayo tumetoa saizi haina dhamana yoyote ile. Tunachokiangalia sana, moja ni eneo la biashara au eneo la kazi tunaenda kufanyia. Tukisha jiridhisha kwamba ile eneo liko salama, lakini pia ni kuhakiki uwepo wa vikundi halisi, na hili tumelifanya kupitia viongozi wa kijiji, kata, kwamba waliomba mikopo ni wakazi na ni watu ambao yeye tukitoa inaenda kutumika kwenye lengo lililokusudiwa. Baada ya kufanya assessment kama benki tumejiridhisha hizo fedha zitarudi baada ya miezi 8 na hatimaye hawa vijana watabakiwa na hela nyingine nyingi, kwa sababu kwenye kizimba kimoja ambacho wanaenda kukitengeneza kina uwastani wa kuchukua samaki 20,000, na baada ya miezi 8 hao samaki wanakuwa na uzito kati ya gramu 500 mpaka kilo 1. Tukichukua average ya gramu 500, maana yake tutakuwa na kilo 10,000. Wastani wa kilo ya samaki kwa saizi hapa Ludewa ni shilingi kati ya 13,000 mpaka 15,000. Hata wakiuza kwa shilingi 13,000 bado wana uwezo wa kuzalisha zaidi ya milioni 100 ambayo tumewapa. Kwa vijana wengine ambacho tunakifanya, cha kwanza ni waunde vikundi. Wakisha unda vikundi, cha pili natakiwa wawe pia na andiko ambalo linaonyesha mradi wao mwanzo mpaka mwisho. Wakisha leta kwetu benki, mimi kama meneja nina wajibu kwanza wa kuvitembelea, kujiridhisha hivyo vikundi, je, ni vikundi halisi? Sika ni vikundi hewa vimeundwa na watu 2 watatu wakajaza tu ambao sio. Nikisha jiridhisha, ninafanya assessment uwezekano wa kuweza kufanya biashara na hatimaye wakapata faida, wakarudisha la benki, wakabakiwa na mtaji kwa ajili ya kuendeleza mwingine. Kubwa zaidi tunachokiangalia kwamba hii hela inatakiwa izunguke kwa watu wengine. Hawa wakishavuna zaidi watarudisha hela benki, lakini watabakiwa na mtaji wa kuendelea nao baadaye. Kwa hii iliyoanza itaenda kwa vikundi vingine ambavyo tunaendelea navyo. Benki tumejipanga 100%. Moja, nina staff wa kutosha kwa ajili ya kukimbizana na hili zoezi, lakini pia nina vitendea kazi. Kwa kama benki tumejipanga vya kutosha kuhakikisha wote waliosalia tunawafikia. Sisi kama benki kwanza tunajisikia faraja kubwa serikali kutuamini, kwa sababu katika Tanzania tuna mabenki zaidi ya 50. Serikali imetuamini CRDB na tuna uwezo kulingana na kuwepo kwenye soko kwa muda mrefu, lakini pia na teknolojia ambayo tunakuwa nayo kama benki. Ni benki ya kidijitali, ni benki ya kisasa, ni benki ambayo inakuwa kwa kasi. Kwa katika hilo serikali kutuchagua sisi hawakukosea, wako sahihi. Ni benki imara yenye vijana imara na vitendea kazi sahihi.